Tangu amefika ndani ya kikosi cha Young Africans amepoteza mchezo mmoja tu kimataifa dhidi ya kikosi Al Ahly akifungwa bao 2-0. Mchezo wake uliomtambulisha vyema kwenye michuano ya kimataifa ni mchezo dhidi ya FAR Rabat katika uwanja wa New Amani Stadium. Kesho ni mchezo wa marejeano. Young Africans wanahitaji ushindi, FAR Rabat wanahitaji ushindi. Pedro Gonçalves anajua jinsi ambavyo hii mechi itakavyokuwa ngumu. Well, our idea for tomorrow, we have wazo letu kesho ni kwamba tunatambua kikamilifu umuhimu wa mchezo, lakini pia tuna imani kubwa na maendeleo yetu. Kwa hiyo mechi ya 5 itakuwa ya muhimu sana. Huenda ikawa ndiyo mechi ya muhimu zaidi katika kundi hili, lakini mwisho yote tunapaswa kuzingatia kiwango chetu cha uchezaji. Tumeonyesha kiwango kizuri katika hatua ya makundi na hata kwenye ligi yetu ya nyumbani. Kwa hiyo nina imani na kiwango chetu, na kesho pia nahisi imani hiyo kutoka kwa wachezaji wangu. Bila shaka tunamheshimu sana FAR Rabat. Wamewekeza sana, nao pia wanafanya vizuri sana msimu huu. Nafikiri kipigo chao pekee kilikuwa dhidi yetu tulipofunga nyumbani kwetu. Hivyo hiyo ni timu nzuri sana. Lakini kwa kuwa tumefika hatua hii, ndio matarajio ya kila mtu kuwa na uwezo na uthubutu wa kujibu changamoto katika michezo mikubwa. Kwa ujumla FAR Rabat ni timu yenye udhibiti mkubwa. Tangu Alexander alipoichukua timu wamekuwa imara katika ulinzi na na uwezo mkubwa sana kubadilika haraka kutoka kujilinda kwenda kwenye kushambulia. Na kwa kweli ni miongoni mwa timu bora. Morocco pia ni miongoni mwa timu bora barani Afrika. Katika mchezo wao mwisho wa ligi ya mabingwa walicheza kwa mfumo tofauti. Walikuwa na mabeki watatu wakati. Walikuwa na mtindo tofauti wa uchezaji upande wa kulia na upande wa kushoto. Sijui kuhusu Boringa kwa sababu aliumia kwenye mchezo wa mwisho. Huenda asiweze kucheza kesho. Lakini pia Kava ni mshambuliaji mzuri sana na alifunga kwenye mchezo wa mwisho. Kwa hiyo bila shaka yeye ana imani. Kwa ujumla ni timu nzuri sana yenye uwezo kucheza kwa mifumo tofauti, na sisi lazima tuwe tayari kuelewa vizuri mienendo yao ya uchezaji. Lakini mwisho wa yote ni mchezo muhimu. Tunajua nguvu zao. FAR wana nguvu kubwa sana, lakini pia wana udhaifu fulani. Udhaifu huo tunaufanyia kazi ili tuweze kutumia. Mwisho wa siku tutaona ni timu gani itakuwa na uwezo zaidi wa kushinda. Lakini bila shaka pia tupo hapa kushinda huo mchezo, kwa sababu tukishinda tutakuwa karibu kumaliza kazi. Huo ndio mtazamo wetu siku ya kesho. Kwa upande mwingine, ukiniuliza mimi, sifurahi kwa sababu hakuna mashabiki uwanjani. Ukimuuliza Pacome, ukiuliza timu nzima, sisi tumekatishwa tamaa kwa hilo, kwa sababu mpira ni kwa ajili ya mashabiki. Mwisho yote ni mchezo kwa ajili ya burudani. Kila mtu anapaswa kuelewa hilo. Si vita, si mapigano, ni kucheza mpira, na hicho ndicho tulichokifanya. Kwa hiyo tumekatishwa tamaa, lakini pia tunapaswa kuzingatia kwamba mashabiki wanakaa jukwani lazima wawe na tabia nzuri. Kwa bahati mbaya wakati mwingine hutokea vitendo vibaya, na hapo ndipo wanapopigwa marufuku. Natamani siku zijazo mambo kama haya sitokee, kwa sababu soka la Afrika linaendelea sana na dunia inazidi kuliheshimu zaidi soka la Afrika. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa kujali. Sisi ni jamii moja Afrika. Kwa hiyo wote tunapaswa kulinda na kulijali soka la Afrika. Mwisho yote, kama ukiniuliza mimi, sifurahi kabisa. Unaweza kusema labda inasaidia kwa sababu hamna pressure ya mashabiki. Labda, lakini mpira wa kiwango hiki unahitaji hali ya uwanja yenye msisimko na mazingira ya mashabiki. Na hapa Morocco hilo huwa la kuvutia sana, kwa sababu mimi pia nilipata nafasi ya kucheza na timu ya taifa ya Angola dhidi ya Morocco kule Agadir mwaka 1.5 uliopita kwenye mchezo wa kirafiki. Na hali ya mashabiki ilikuwa kushangaza hata katika mchezo wa kirafiki. Kwa hiyo mwisho wa yote, kila mmoja upenda hiyo hali ya shangwe, na hatupendi kuangalia majukwaa na kuyaona yakiwa matupu. Haya ni maneno ya kocha kikosi ya Young Africans, ambaye anasema anaumizwa sana na mashabiki kutoka kwa uwanjani. Nao unawezekana ukawa unaumizwa na bando linaloisha haraka. Sisi tuna bando nafuu solution, tunasema bando kubwa bei kitonga. Kwa GB 5 utapata kwa shilingi 5,000, GB 6 kwa shilingi 6,000, GB 7 kwa shilingi 7,000, GB 10 kwa shilingi 9,000, GB 12 kwa shilingi 10,000, GB 15 kwa shilingi 13,000, GB 20 kwa shilingi 17,000, GB 25 kwa shilingi 21,000, GB 30 kwa shilingi 25,000.
Unachotakiwa kufanya ni kutafuta hivi sasa ili uweze kupata bando lako. Kumbuka bando hili ni kwa mwezi au miezi 6. Unaweza kuwasiliana nasi hivi sasa kupitia namba yetu ya simu ambayo ni 0615 78 74 09.